tunapenda tuone kwamba injili tulio achiwa na Bwana, neno lake hili linadumu bado. Mwana wa Adamu atakapokuja tena miaka mingine, miaka 150 ya sasa, lakini miaka 150 mingine, ataikuta bado imani? Itategemea sana mimi na wewe tunafanya nini na neno hili. Inategemea sana mimi na wewe imani hii tunaishika kiasi gani na kuwashirikisha kizazi na kizazi vinavyokuja. Ukimya wetu, kutofanya chochote, indifference, haitasaidia kusogeza imani mbele. Kumbe tunahitaji kutambua tuko wapi, na tunapotambua kasoro yote tubadilike. Hakuna njia ya mkato. Ndio maana Bwana alikazia tangu mwanzo alipoanza kuhubiri kwamba tubuni na kuiamini injili. Hakuna njia ya mkato, kutubu na kuiamini injili. Na ukisha iamini unafunga kwa wengine pia wapate mwanga huo, wapate kuelewa kwa nini wewe unaishi hivyo, kwa nini wewe unaabudu kwa namna hii, kwa nini wewe unapenda watu kwa namna hiyo. Una kipimo, una kigezo. Sasa Yesu anatuambia kwamba amekuja atimize mapenzi ya Baba yake. Na kweli amesema, chakula changu ni kutimiza mapenzi ya Baba yangu. Ndio chakula changu. Nje ya hapo sitimizi wajibu wangu. Chakula changu kutimiza mapenzi ya Baba yangu. Na mapenzi ya Baba yangu ni kwamba nimuokoe kila mmoja. Kama yuko tayari kutubu, tubuni na kuamini injili. Atubu atampokea. Ndugu wapendwa, Kristo ametaka kutuonyesha sisi kwamba tuna tunu ya kutunza, ni upendo ule wa Mungu ambaye ameona kwamba ametuumba sisi wanadamu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu Mwenyezi. Naomba nakumbushe maneno ya baba wa taifa. Aliwahi kusema wazi kwa masista wa Merinos kule Marekani kwamba I refuse to understand a God who is ignorant, who is poor, who is sickly. Ninakaidi kusadiki juu ya Mungu ambaye ni Mungu ambaye mpumbavu, hana akili, hajui, ignorant, hajui chochote, hana ufahamu. Mungu ambaye fukara kupindukia, Mungu ambaye ni mgonjwa. Kama hali ya Mungu haipasi kuwa hivyo, haiyo hivyo, mwanadamu aliyeumba kwa mfano wake hapasi kuwa hali hiyo. Alikuwa waeleza Mary sisters kwa sababu aliona tayari wanajishughulisha kuwawezesha watu kuwa na ufahamu zaidi, waweze kuwa na afya bora zaidi, na pia watu ambao wanaweza sasa kutumia akili zao vizuri. Wapendwa, tunahitaji kujifunza mengi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kuyapeleka kwa watu wengine. Lakini kwanza sisi wenyewe kuyashika na kwa uaminifu kwa wito wetu kama wa Kristo, na kila mmoja kwa hali yake, kama ni askofu, kama ni padri, kama ni tawa, kama ni mlei, kwa namna yote hiyo. Mungu anatutamani sana, anathamini sana uaminifu wetu. Anangojea tuonyeshe hiyo katika kuishi kwetu. Kwa mapenzi yake tutimize Baba, na sisi tutimize mapenzi ya Baba yake. Na nasema wazi, hakuna upendo mkubwa kuona. Usijidai una upendo zaidi kama upendo kwa saidia wengine. Hakuna upendo mkubwa kwa mtu kutoa nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake, ndugu zake, jamaa zake. Baada ya kutoa nafsi, huna cha ziada, umejimaliza kabisa, lakini kwa ajili ya mwingine ina muhimu wake. Akasema anayetaka kunifuata achukue msalaba wangu. Jana katika siku ya takatifu wote tumesikia heri zile 8. Maana nini? Anayetaka kunifuata afalilie heri hizi 8. Ni msalaba kwa mtu. Kumbe tunahitaji kumwiga katika kuchukua
maisha yetu, hata angekuwa magumu kiasi gani, kama alivyochukua magumu, imekuwa magumu, kwamba yuko tayari kumtii Baba na kutii mapenzi yake, hata ikimbidi kufa, yeye yuko tayari kufa kwa ajili yetu, na amekufa kwa ajili yetu. Ndugu zangu wapendwa, tunapofikiria siku kama leo, tunaweza kufikiria kwamba sisi tumekaa vizuri, sawa. Vizuri kiasi gani? Tutawaachia nini wenzetu wanaokuja? Acha hali ya kawaida tunasema kuangalia mazingira yetu, tunatunza vipi? Vizazi vinavyokuja tutakuta hali gani ya ardhi tunayotumia sasa? Lakini pia mahusiano yetu yakoje? Yanakuwa ni mazuri zaidi, mabaya zaidi? Lakini haya hawezi kuwa mazuri kama uhusiano wetu na Mungu haujakaa sawa. Kipimo chetu, kigezo chetu ni Mungu. Kigezo chetu ni Yesu Kristo aliyesema penda neni. Penda neni. Na hakutaka kuiacha hivi kimya, akafafanua. Wayahudi wangeweza kuelewa, na wengi wetu wanaelewa hivyo. Mpenda anayekupenda, si hiyo? Kwamba penda neni. Wengine wanasema pende jina kama anavyokupenda. Kama anakupenda ndio mpende. La hasha. Pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Pamoja na dhambi zenu, pamoja na shida zenu, nimewapenda na nimekuja kuwaokoa. Nimekuja kutoa nafsi yangu, maisha yangu, ili nyinyi mpate kuwezeshwa kuwa bora zaidi katika hali zote. Pendaneni kwa namna hiyo, hata kama ikikugharimu zaidi. Hata kama tija yake ni kufa msalabani, kufa hasara kwako, lakini kama ni upendo wa Mungu, fanya hilo. Kwa hiyo anasema anayetaka kunifuata achukue msalaba wake na kunifuata. Ni vyema tumeendelea kuadhimisha sakramenti mara kwa mara, lakini pia tuende na katekesi nzito zaidi, mafundisho makubwa zaidi ya dini yetu. Tunasali katika sala yetu ya kuombea miaka 150. Kuna mchanganyiko, mambo mengine ambayo hayafai kwetu wa Kristo kutajwa kati yetu, lakini yako mpaka leo. Ushirikina moja wapo, na bado tunayo shida hiyo. Ushirikina, yaani kuchanganya mambo ya Kikristo na mambo ya kipagani, ya waganga, yasiyo iliyo kinyume cha msimamo wa upendo wa Kristo. Tunayo. Kuna watu wanaweza kufika kanisani akakomunika, lakini si ajabu kwamba anakomunika, anapokea komunio mdomoni au mkononi, halafu akipata komunio, lakini anayo hirizi mfukoni au nyumbani mahali fulani, na nyumba yake imezindika kishirikina. Aina hii ya maisha. Sasa kuwa na hirizi tena ekaristi pamoja ni sawasawa na mtu ambaye ana kibatari chake kinawaka, lakini kibatari kitaka kiwake lazima kiwe na nini? Kiwe na nini? Sufuri. Ukitia mafuta kupaka kitawaka. Ukatia mafuta kupikia kitawaka. Unataja mafuta gani? Unamjibu askofu, mafuta tu. Mafuta ya taa. Na mmoja akitaka kuwa mjanja, akaweka katika mafuta yale, yakipungua, anaona anataka yaendelee kwa muda mrefu zaidi, akaongeza maji kwenye kibatari kile. Kibatari kile na maji kitawaka. Kitawaka. Ndio maana Ukristo wengi hautokezi vizuri. Kuna mchanganyiko usio paswa pale. Ushirikina. Upo haupo? Tena tunaenda kwa mfano, tunaongelea sana juu ya jumuiya zetu ndogo ndogo. Kwa kweli tumepata msingi mzuri, mahali pa kuanzia, mahali pa kuanza kujenga ufalme wa Mungu vizuri, jumuiya ndogo ndogo. Na pongezi kwamba sehemu nyingi mmeshikilia hilo neno, mmeenda mbele sana.
na jumuiya ndogo ndogo imekuwa jambo la kawaida kwa wengi. Lakini nitoe tahadhari kwamba tunapenda na tunapaswa kumheshimu Mama Bikira Maria, tunapenda na tunapaswa kusali rozari takatifu. Lakini angalisho langu, tusikomee hapo. Tukikomea hapo tu tutadumaa, na mnajua mtu aliyedumaa maana kuna kasoro. Kuna mengi ambayo kama tukilisoma neno la Mungu vizuri na tukitafakari vizuri, tunaweza kujua kuna vitu ambavyo tungeweza kuifanya hata katika jumuiya ndogo ndogo, kuelekezana vizuri na tukaishi vizuri zaidi. Niende kwenye familia. Kwenye familia tungeongea mengine ya pale. Inaonekana sasa hivi kuna mwelekeo huu, msukumo. Ndoa nyingi zinalegalega, lakini pia uchumba sugu umepamba moto, kana kwamba utafikiri ni sakramenti ya 8. Sasa niwaulize, hii uchumba sugu nao ni sakramenti? Wakubwa mpo hapa, wadogo mpo hapa, naomba jibu. Uchumba sugu ni sakramenti? Upo haupo? Tunashughulikiaje? Hiyo moja. Lakini wanafunga ndoa pengine wanapata kasekesi fupi, mafundisho mafupi, si akina sana. Kwa nini? Mapadre ili waweze kupata upadre, tunakaa muda mrefu kusoma na kujifunza mengi. Watawa ili afikie hatua kuruhusiwa kuweka nadhiri hata za daima, wanakaa miaka mingi. Je, ndio wanatayarishwa muda gani? Muda gani? Inaandikishwa ndoa, matangazo matatu yakitoka mapili 3 siku 21 wanafunga ndoa. Wamejiandaa lini? Mtashangaa kwamba baadaye zina lega. Hawajafahamu katekesi hiyo kwamba huyu baba katika ndoa hii anauliza, unakubali kumpokea huyu awe mke wako, ukampende ukamwisha mpaka mwisho wa maisha yako? Kwa mfano gani? Kama Yesu anavyompenda huyu mpaka akafa msalabani kwa ajili yake mama huyu. Baba ndio unaloambiwa, mama unaambiwa, huyu mume unataka kuchukua naye, uko tayari kumpokea na kuishi naye, kumpenda, kumheshimu mpaka mwisho wa maisha, hata kama rafiki mbaya, mpaka mwisho wa maisha yake, kama Yesu anavyompenda. Tatizo letu hatumpendi mwenzetu kama Yesu anavyompenda. Vinginevyo, kama kweli mama anampenda mume kama Yesu anavyompenda, na Yesu anampenda huyu kama Yesu anavyopenda, hata yakufa msalabani kwa ajili yake, talaka inatoka wapi? Kuna swali la talaka hapo. Zipo hazipo? Hata tujiangalie, twende kile pale tukijumuia ndogo ndogo, haya mambo kwanza kufikiria kuzungumza. Tusaidie na magana wenzetu hata kwa kujumuia. Tukaepe gharama nyingine tunazoogopa kufunga ndoa kwa sababu gharama nyingi bwana, matayarisho mengi, marembo na kadhalika. Lakini zifundishwa kwa mpangilio mzuri, hata nyingi kwa pamoja, wakaandaa mafundisho vizuri, tutapunguza pingamizi hilo la vizuio hivyo vya uchumba sugu na kueneza uchumba sugu zaidi. Tutaweza kuwawezesha wengi wanataka kuwezeshwa kimawazo, wawezeshwe katika hali, na tunaweza kufanya mengi zaidi katika jumuiya ndogo ndogo. Rozari iwe sehemu yetu kuanzia, kama mama alivyoana wazo akamwambia mwanae alikana, akaambia hawana divai. Haikutosha hapo tu, akaambia hawana divai, lakini akaenda kuambia watumishi, lolote atakalomwambia msibishe, msihoji, msifanye chochote, mtii na matunda yatakuwepo. Na kweli alipoambia wajaze maji akasika, hakuna aliuliza swali, hakuna. Na ilipobadilika tayari aliwaambia wachote, na hakusita, wamempekea mzee anayejua kwamba divai nzuri ni ipi, aliyebobea katika kuonja divai nzuri.
na kalalamika kwamba mmechelewesha divai nzuri. Haikuwepo. Tunahitaji kujifunza mengi zaidi ili kuziwezesha familia zetu nyingi kukaa katika hali ya neema. Kumbe tunaposema tunapiga kelele mara nyingi, tunahitaji kupata wafanyakazi katika kanisa. Tunamaanisha mapadri, tunamaanisha watawa, lakini pia tunahitaji pia ndoa takatifu nyingi. Zote ziwe ndoa takatifu. Tukiachia hapo, tunabeba maji kwenye tangi zilizotoboka, maji yanapita tu, hatuja maji nyumbani. Waamini zangu, wenzetu wamefanikiwa, walikuwa kakamavu, wamejitahidi mpaka kufikia utakatifu. Inawezekana, maana kuna wanaume na wanawake wamefaulu, ndio maana tuna majina ya watakatifu, tunapata majina yao, tunatumia majina haya. Na sisi zamu yetu kujitahidi kumwonyesha Mungu tunampenda. Tunaweka maagano na tuwe waaminifu kuyafuata, halafu baadaye tufundishe na wenzetu pia. Tutakuwa mwanga kwa wenzetu. Tutakuwa chumvi kwa wenzetu. Tutaongeza Ukristo. Tena wenyewe wataendelea hata miaka mingine 150 na kuzidi. Natakia safari njema ya utatu utakatifu, na safari ambayo kila mmoja atakuwa na safari kwa hatua, na sera ya heri 8, sera ya Yesu Kristo anasema, anayetaka kunifuata achukue msalaba wake na anifuate. Asiwache nyuma, wala asifunge, wala asichakachwe, uwe msalaba kamili. Natakia safari njema. Wao wamepata takatifu, tumetangaza jana, tunaomba leo hawa wote wachukue kwa watakatifu, na sisi moja tujiunge nao katika ufalme huu. Tunategemea hili, natupa sisi matumaini kwamba inawezekana na sisi siku moja tukawa watakatifu. Ndio sala yangu kwenu. Kristo tumaini letu.